Ndugu yangu, kuna jambo nataka tushirikishane ambalo limekuwa likishika kasi katika kipindi hiki cha karibuni, na jambo hili limekuwa likileta utata katika upande wa mahusiano, jinsi watu wanavyoweza kuishi kwa kupendana, kuheshimiana, kupeana nafasi ya kusikilizana, kusaidiana kihisia, lakini pia ile hali ya kutambuana uwezo na udhaifu miongoni mwao. Hili ni jambo ambalo limekuwa linaleta mgogoro na mgongano mkubwa sana wa kuelewana ndani ya mahusiano. Na nataka nizungumze na watu ambao wapo katika ndoa zao, watu ambao wapo katika mahusiano ya kimapenzi, kwamba watu wenye future ya kuambatana pamoja. Miongoni mwa vitu ambavyo ni vya hatari sana katika safari ya watu wanaohusiana katika mlengo wa mapenzi na ndoa ni kutokuendana katika maono na vipaumbele. Zimetajwa ama zimewahi kutajwa sababu nyingi sana zinazopelekea watu kushindwa kuambatana pamoja, na miongoni mwake ziko sababu zikiwemo hali za kifedha, hali za kiuchumi na kadhalika. Lakini leo mimi nataka nizungumzie mambo makubwa mawili tu ambayo nafikiri ndiyo mambo yanayobeba msingi wa mengine yote. Na jambo la kwanza naloanza nalo ni namna ya watu wanaohusiana wanavyoweza kuambatana katika maono na wanavyoweza kuambatana katika vipaumbele. Neno la Mungu linasema wanandoa wanapaswa kuacha na kuambatana. Kuacha na kuambatana. Kuna watu wanaingia kwenye mahusiano wakiwa bado wanaambatana na maeneo mengine, na hapo ndipo inapoleta mgogoro. Kuna watu wanaingia kwenye ndoa wakiwa bado hawajawa na utayari wa kwenda kwenye ndoa. Unapoingia kwenye ndoa halafu kaendelea kuruhusu watu wako wa zamani wayatawale maisha yako, usitegemee kwamba utaweza kuwa na hisia za kubalance na kuweza kujificha hata ushindwe kulegeza ndoa yako. Kwa hiyo unaposikia mnatakiwa kuambatana, ni kuacha vyote vilivyopita na kuambatana na huyu uliyemchagua. Watu wanafanya masiara sana, lakini ndiyo mambo yamekuwa yakiwaingiza kwenye changamoto kubwa, kwa sababu watu ambao unaendelea kuambatana nao katika zama zilizopita lazima watakuathiri kisaikolojia na kihisia. Unapoathirika kihisia, unaanza kulinganisha aina ya upendo unaoupata ndani ya mahusiano yako mapya. Unalinganisha na mahusiano ya watu ambao ni walaghai walioko huko nje, ambao hata hivyo ulishindwa kuwachagua mapema. Ndugu yangu, unapotea. Kuna umuhimu sana unavyoambiwa kuambatana na kuacha. Ni kuacha yote yaliyopita na kuambatana na hili jambo jema jipya la mahusiano yako mapya ama ndoa yako. Watu wanapishana na kuachana katika ndoa kwa sababu ya mitazamo iliyoathiriwa.
inayopelekea kushindwa kuset up maono ya pamoja yanayojengwa katika msingi wa kusikilizana, yanayojengwa katika msingi wa kuheshimiana, yanayojengwa katika msingi wa upendo, yanayojengwa katika msingi wa kutazamana kama mwili mmoja. Kwa hiyo ndugu yangu, hilo jambo la kuambatana kimaono, na maandiko yako wazi kwamba mwanaume aliumbiwa msaidizi. Ni jambo la kushangaza kama mwanaume ambaye ni kichwa cha familia au kiongozi katika mahusiano atakapokuwa anapambanishwa kunyang'anywa nafasi hiyo. Wapo kina mama wanafanya makosa hayo, lakini pia wapo kina baba wanaruhusu udhaifu huo, na mwisho wa siku wanakuja kutengeneza bomu kubwa katika ndoa zao. Kwa hiyo mnapokuwa mmeingia kwenye mahusiano, jambo la kwanza la kulitazama ili muwe na ndoa salama ni kuwa na mlengo mmoja, kuambatana kihisia kwa vitendo vinavyowajenga katika msimamo thabiti wa kuwa na maono ya pamoja. Vipaumbele vinapopishana, kila mtu atafanya jambo la kwake. Vipaumbele vitakavyopishana na maono yenu yatakapopishana, kila mmoja ataanza kujisikia kuishi ndani ya ubinafsi. Na ukishaingiza ubinafsi katika mahusiano ama katika ndoa, mmepotea tayari. Kwa sababu kila mmoja atakimbia kwa mbio zake. Sasa fikiria kama watu mmefunga pingu za ndoa. Pingu, chukulia tu mfano mzuri katika watu ambao wamefungwa pingu moja tu, ile ya macho, ile ya kuona kwa macho, pingu. Halafu wakaamua kukimbia kila mmoja uelekeo wake, hawawezi kufika. Ndugu yangu, lazima mtembee katika njia moja, lazima mkimbie katika uelekeo mmoja. Hilo ni jambo la kwanza, ni muhimu sana, kwa sababu maono ndiyo yanajenga uchumi, maono ndiyo yanaleta kuelewana kihisia, maono ndiyo yanayojenga thamani yenu, maono ndiyo foundation ya kesho yenu. Mambo mengine yote yanayoleta changamoto kwenye ndoa ni kwa sababu ya watu kupishana katika maono na vipaumbele. Hilo la kwanza. Jambo la pili, watu wanaingia katika mkwamo na kugombana na kushindwana na kuvunja ndoa ama mahusiano kwa sababu tu ya pili, kutoshelezana kihisia. Ndani ya ndoa, kila anayeingia, kama ni wazazi anakuwa nao, kama ni marafiki anakuwa nao, kama ni ndugu wa karibu anakuwa nao. Anachokuja kukitafuta kwenye kuhusiana kwenu, nje na mambo mengine ya utafutaji mali na kadhalika, ni ulinzi na usalama wa hisia zake katika mlengo wa mapenzi yenye mahaba ya dhati. Kwa hiyo, mmoja kati yenu atakapojihisi kwamba hatoshelezwi vizuri, hisia zake ziko mashakani, hali ya usalama wa moyo wake inateteleka. Ni jambo la msingi sana. Na hapa kwenye kutoshelezana kihisia ni eneo pana ambalo linawalazimu muweze kujenga utamaduni kwanza wa kufahamiana tabia zenu.
vitu ambavyo mmoja anapendelea mwingine havipendelei, nyakati ambazo mmoja zinamfurahisha na mwingine hazimfurahishi. Hapo ndipo mtakuwa mmekuwa na mwelekeo mzuri wa kutoshelezana kihisia, kuelewana katika namna mwenzako anavyozungumza, dhana ya kusikiliza kwa makini na kuzungumza kwa hekima. Hayo mambo yote yanajenga utoshelevu wa kihisia. Kuna watu wanaingia katika mkwamo kwenye ndoa au kwenye mahusiano kwa sababu tu ya vitu ambavyo hata havina uhalisia. Kwa hiyo mwenzako anapokuuliza jambo, usilijibu tu kwa sababu umepata nafasi ya kulijibu. Lazima ujiulize kwamba kila linaloulizwa mtu amelitafakari, na kuna vitu vingine vinaulizwa kwa njia ya mtego. Kwa hiyo lazima unapozungumza, unapojibu, ujibu kitu ambacho hakitaleta mgawanyiko baina yenu. Unaposikiliza, usikilize kwa umakini na kuelewa mwenzako anamaanisha nini katika kile anachokuuliza. Utoshelevu wa kihisia hujengwa kwa vitu sahihi vinavyoingia kwenye milango ya fahamu. Mtu anasikia nini? Anaona nini? Ni mambo ya muhimu sana yatakayomfanya mtu ajisikie na afeel ile hali ya usalama pale alipo. Kutoshelezana kimapenzi ni pamoja na kufanya tendo la ndoa ipasavyo. Watu lazima wafanye seksi ipasavyo. Huwezi ukatenganisha ndoa na tendo lenyewe la ndoa. Kwa kumbe tendo la ndoa sio tu kula, sio kulima, sio uvuvi, sio sijui biashara. Tendo la ndoa liko moja tu na linajulikana wazi. Lazima lifanyike ipasavyo. Ni miongoni mwa vitu vinavyoleta utoshelevu wa kihisia. Kwa mfano, sisi wanaume mara nyingi, migogoro mingi ambayo inatokea ndani ya ndoa, chanzo chake ni hapo tu. Mtu asipopewa vizuri, anaanza kujisikia hathaminiki, nafasi yake haipo tena, haheshimiwi na kadhalika, kwa sababu tu anapangiwa namna ya kutosheka katika tendo hilo. Kwa hiyo, mbali na tendo la ndoa, utoshelevu wa kihisia kama nilivyofafanua, lazima uambatane na kuwaziana mambo mazuri. Popote ulipo, muwazie mwenzako mazuri. Fanya mambo kama ambavyo ungefanya kama angekuwepo. Je, wewe unafanya vipi pale ambapo mwenzako hayupo? Kuna watu labda mpenzi wako au mumeo amekuzuia kuambatana nao, labda wanaonekana sio watu sahihi kwako na kwa mahusiano yenu, wewe ukalazimisha kuendelea nao katika mazingira ambayo mwenzi wako anakuwa hayupo mbele yako. Unajidanganya bure, kwa sababu hilo ni bomu litakalo kuja kukulipukia muda wote. Kwa hiyo kutoshelezana kihisia ni pamoja na mtu kujisikia kwamba anaheshimiwa, anathaminiwa na anasikilizwa. Anyway, mambo haya mawili, kuwa na maono ya pamoja
na utoshelevu wa kihisia ni misingi ambayo inajenga mitazamo chanya katika safari ya mahusiano na ndoa. Tusaidiane kubaini wapi tatizo linaanzia, wapi tatizo lilipo katika namna ya kuwa na mtazamo chanya dhidi ya wenzetu. Tuepushe kuwahukumu kabla hatujabaini ama kujiridhisha. Lakini kila mmoja azingatie msingi wa kimungu wa kuacha kuwa na kuambatana na huyu mume au mke na wawe mwili mmoja. Issue za cheating zinaripotiwa kwa wingi sana, na pia zinasababisha vifo na zinasababisha watu kupeana ukilema wa kudumu, zinasababisha watu kupoteza mali. Issue za uzinifu zinasababisha watu kupoteza kazi, zinasababisha watu kupoteza heshima kwenye jamii, na hizi issue zinasababisha familia nyingi kuwa maskini na familia nyingi kupoteza mwelekeo uliokuwa thabiti kwa sababu ya uzinifu. Sasa sijui niongee nini ili unielewe, lakini kama unaweza kuzidhibiti hisia zako na kujenga msingi wa kutosheka na uliye naye kwa maisha haya machache yaliyopo duniani, utakuwa umechagua njia safi na salama kabisa. Safi na salama, kwa sababu issue za udanganyifu hazijawahi kuwaacha wanandoa katika msingi wa kuambatana. Kila mmoja anatamani aliye wake awe wake. Ninakuomba uendelee kufuatilia mafundisho yangu kupitia chaneli yetu ya Malezi Plus Media kule YouTube. Lakini usiache kusubscribe ili uwe sehemu ya watu wa kwanza kabisa wa kufuatilia mafundisho haya. Kama yamekubaliki, tuandikie kwenye comment. Lakini pia usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Malezi Plus Network. Malezi Plus Network. Hapo kuna wataalamu wa saikolojia na masuala ya afya ya akili. Kuna wataalamu wa malezi, mahusiano na wataalamu wa afya. Pia utakutana na tips kuhusu ulinzi na usalama wa watoto. Karibu sana uweze kufollow akaunti zetu za Instagram za Malezi Plus Network. Lakini pia unaweza pia kufollow akaunti yangu binafsi Sospeter Bulugu. Mpaka wakati mwingine. Asante sana. Wakati ujao nitaendelea kuzungumza mbali na mambo haya mawili, ni mambo gani tena ni vyanzo vya migogoro ndani ya ndoa, na kwa kionjo tu tutazungumza namna sahihi ya maandalizi kwa watu wanaotarajia kuingia kwenye ndoa. Kama umeshaingia, basi usikose kunifuatilia ili uweze kurekebisha mapito yako. Na kushukuru sana. Namba yangu ni 0753725034. 0753725034. Malezi Plus Network ni kwa ajili yako.